Samahani sana kwa kukuita maeneo kama haya baba Amanda, maana mazingira pale nyumbani sio mazuri kabisa. Nimeamua nikuite hapa ili tuzungumze kwa kina kuhusu maisha yetu tunayopitia kwa sasa baba Amanda. Kwanza kabisa binti, naomba uniite jina langu Twizy, usiniite baba Amanda. Cha pili, unapaswa usisahau kama mimi ni mume wa mtu. Lakini pia cha tatu, usisahau kama mimi nimewaonea huruma kuwaruhusu kuweza kubaki pale nyumbani. Lakini sio haki yenu, kwa sababu mimi siwafahamu. Haya, ongea basi kwa kitu ambacho nataka kusema. Sawa, mimi nitakuita Twizy kama unavyotaka. Ila nimejaribu kukuleta hapa, pengine unaweza ukakumbuka kitu chochote. Maana hii ni sehemu pekee ambayo tulikuwa tunapenda kuja kipindi tupo kwenye mahusiano. Vipi, bado ukumbuki chochote? Ongea shida yako binti. Nashindwa kabisa kukuelewa. Mahusiano gani ambayo unazungumzia? Au mimi nakosea kuongea na wewe kama hivi nakusikiliza? Samahani, lengo langu sio ni kukwaza. Kitu cha muhimu kabisa ambacho kimefanya nikuite hapa ni kuhusu Amanda. Yule mtoto ambaye yuko nyumbani, Twizy, yule mtoto ni wa kwetu sote. Wewe ndo baba yake. Ni mwezi wa 6 sasa unakatika. Mtoto yuko tu nyumbani, hajaenda shule. Na hiyo yote ni kwa sababu ya changamoto zetu sisi wazazi. Tunafanya mpaka mtoto apitie maisha magumu. Basi fanya kitu. Mtoto wangu aende shule, mimi sitokusumbua. Kwa hiyo mwenyewe umekaa ukafikiria kwamba hauna pesa ya ada, ndio ukaamua kutumia hiyo njia kwamba mimi yule mtoto ni mtoto wangu ili niweze kumsomesha. Si ungesema tu, ungeniambia bwana brother, mimi mtoto wangu baba yake alimkimbia, hana makazi, naomba mnisaidie mtoto asome. Ningekuelewa. Wewe vipi? Twizy, amka basi. Jaribu kujikomboa kwenye huo usingizi. Toka kabisa kwenye hiyo ndoto. Najua yoyote sio makosa yako Twizy. Ni yule mwanamke ambaye umemweka pale ndani. Yeye ndo anafanya vitu hivi vitokee, na sijui hata shida iko wapi jamani. Naomba nisikize kwa makini. Tena ikae kwenye akili yako. Sawa? Yule sio mwanamke, yule ni mke wangu. Na unatakiwa uwe na adabu na heshima ya kutosha unapokuwa unalitaja jina lake. Sawa? Alafu siku nyingine usije ukaniita sehemu kama hii kunaambia upumbavu wako. Shenzi. Asa mbona unaondoka hatujamalizana Twizy? Baba Amanda. We Twizy wewe. Huyu Adela huyu. Baba. Baba. Hii dawa nayokupatia, endapo ukifuata masharti yake, yule bwana atasahau mpaka familia yake. Hatosikia lolote lile. Hatojali cha mke, watoto, wala kitu chochote. Na atakuganda wewe kama ruba. Naomba polisi. Naomba unuie. Shika hii dawa. Unavuta na kuachia. Asante sana mtaalamu. Hiyo dawa utaweka chini wakati wa tendo. Baada ya hapo utakuja kunipa majibu. Weka swadaka.
pesa ya mizimu. Unaweza ukaondoka. Kwenye mizimu huwa waagi. Sawa mtaalamu. Mke wangu, pesa ya mizimu hiyo. Kwani pesa ikiwa ya mizimu mimi inanihusu nini? Alafu vile mke wangu, dawa imenishia. Na kusanya hizo pesa ili nikanunue dawa. Hivyo unajisahau sana. Mimi kwa na mahusiano nje hutaki. Kutoa huduma humu ndani imekuwa shida. Sasa utajijua mwenyewe na mizimu yako. Hem, nipishe huko. Sogea huko. Mizimu, naomba msamehe mke wangu. Alijua analotenda. Sije mkamotesha mkia. We malaya, ni nani aliyekupa ruhusa umchukue mume wangu, umtoe nyumbani, umlete huku uje uzungumze naye? Eti we malaya, nani alikutuma umchukue mume wangu umtoe nje ya nyumba? We vipi? Tena usije ukasubutu kurudia kuniita malaya. Mume wako? Angekuwa mume wako singekupa taarifa kama anatoka na Mai. Natoka na Mai naenda sehemu fulani kumiti. We vipi? Na kilichokufanya uje hapa unisubiri njiani ni nini? Hivyo unajua nikikono unaniharibia siku kabisa. Unalifahamu hilo? Hivi wewe mwanamke una shida gani wewe lakini? Hivi kama huyo Twizy angekuwa anakupenda sana wewe, kwa nini msingezungumzia nyumbani? Paka amekutoa nje na nyumbani ndio umepata muda wa kuzungumza. Mbona nikiwa pale nyumbani amzungumze? Uone kama upendwi dada? Yaani wewe unaforce mapenzi. Mwanaume alishakuacha lakini kuto kumng'ang'ania. Wewe una shida gani wewe? Una bahati na wanaume. Wanaume wengine kwa wakutongozi, si ndio? Paka mume wangu mimi Twizy ndio unamng'ang'ania. Sasa naona nakuchekea. Hawamui nitakufurahisha we msichana. Nitakufundisha adabu. Shoga, unafanya nicheke kizungu. Kwanza jibu unalo. Kilichobaki ni kupigia mstari tu. Huyo unaomuita mume wako angekuwa anipendi ningekuwa nishaondoka pale ndani. Alafu, wewe una uhakika gani huko nilipompeleka tumeenda kuongea tu? Una uhakika gani? Mke mkubwa, yani mke mkubwa, nimemtoa mume wako nyumbani, nimetoka naye na akakubali. Una uhakika gani ni maongezi tu ndio alikuwa yanazungumziwa? Mama, kaa kwa password. Yani wewe una dakika chache tu za kuhesabu pale ndani. Muda wowote na saa yote mama, unaondoka huku unatambaa. Tena utaondoka vibaya msichana na kuonea huruma. Utaondoka hata kijiko ubebi. Yani sijui hata utamkumbuka nini huyo Twizy. Maana huna mtoto, huna kitu naye chochote ambacho kitakufanya ukikaa umuwaze. Upo? Nisikize nikuambie na kusikitikia sana wewe binti. Kwa sababu una ule mtoto ndo unajiona wewe ndo umemaliza sana, si ndio? Sikiliza, pale sitoki na siondoki. Twizy ni naye na natamba naye. Wewe unasemaje sasa? Nakwambia siondoki na sina mpango wa kuondoka na huyo Twizy hana uwezo mimi wa kunifukuza. Kama ulikuwa ujui sasa ndo nakupasha. Hana uwezo wa kunifukuza ila labda wewe ndo utaondoka. Tena mchana kweupe jua linawaka. Unajivunia huo uchawi wako Unajivunia hivyo viungu na matungulu uliyoweka ndani. Sikia nikwambie. Huko tulipotoka huko na mume wangu tumezungumza mengi sana. Yani sana. Unajua sana. Kilichobaki hapo ndugu yangu, wewe jipange. Kama unataka kupiga nyanga mama, zipige vizuri. Hakikisha unazipiga zinamkolea huyo Twizy. Zisipomkolea utaniita jina langu la utoto. Alafu tu labda nikwambie, alokuambia wazazi wanaachana ni nani?
Alokuambia wazazi wanaachana ni nani? Yule mtoto yule ndo kiunganishi chetu. Ndio maana unavyoniona nipo mule ndani, naishi na nitaendelea kutamba. Yaani niko lele shoga yangu. Alafu mama Amanda, hebu kuwa na adabu. Unapokuwa unaongea na mimi usinipandishie sauti. Sio, unanielewa? Usije ukanikela sasa hivi. Unakaa kwangu afu unanijibu mimi upumbavu. Hivi Adela, mbona unapenda kujifyatua nati wewe? Mbona unapenda kujizima data? Sikia nikwambie, sina muda mchafu wa kuongea na vikaragosi kama wewe. Mchawi mkubwa, mwanga ulioshindikana wewe. Fukara umekuja tu. Naomba unipishe nipite. Sikupishi. Naona unataka kunipanda kichwani sisi. Fukara nani kama sio wewe? Wewe ndio fukara, ndio maana unang'ang'ania kuto pale nyumbani. Kama unajiweza si uondoke. Ondoka mama, si unajiweza. Kwa nini ung'ang'anie pale? Yaani hata hapo ulipo ujiwezi. Huwezi kumlisha mtoto wako, huwezi kumsomesha mtoto wako, mpaka ung'ang'anie mume wangu. Si ukajitegemea mwenyewe. Mungu tulibia ndoa yetu sisi. Nimesema nipishe nipite msichana. Naomba unipishe nipite. Nakwambia hivi sikupishi. Wewe nahisi unijui vizuri wewe. Sikujui kitu gani mpisha hapa mshenzi. Kwenda bwana, peleka mbele huko. Hivi wewe, kwa unang'ania kwa nyumba yangu? Nakwambia utatoka mshenzi mkubwa wewe, usiokuwa na makazi, kutokuhangaika tu. Afu huyu naona anijui. Sasa hawamu hii nitakufurahisha mshenzi mkubwa wewe. Amanda, leo ni siku ya pili katika zile siku 14 tulizokupa. Amka umsaidie baba yako. Amka. Amka! Amanda. Shikamoo baba. Maraba, ujambo? Si jambo. Nilikuwa nakusubiri nikuage. Oh, sawa, nimefurahi kusikia hivyo. Basi naomba nipishe nielekee kazini. Baba, sasa hivi utufukuzi tena? Usiwe na wasiwasi Amanda. Siwezi kufukuza. Sawa Utakaa hapa na mama. Sawa? Basi naomba nipite nielekee kazini. Sawa, kazi njema baba. Nawe pia ushinde salama na ukae vizuri hapo ndani na mama zako, sawa Sawa baba. Aisome kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Mke wangu, nisuke basi. Sawa, yaani kichwa chako kilivyo kimejaa mauchafu kichwa kizima, sijui hata ulikuwa unafanya nini. Asa unashindwa kufutafuta ndio usuke basi? Ungetaka hivyo ungeenda kuosha kwanza. Mpaka nikaosha, wewe endelea tu kusuka bwana. Ndio, hata hivyo wanaume hawasukagi. Alafu siku zote wasusi wana vichanuo vile, sijui kitu gani. Unachana hapa nini ndio unasuka? Eti nachana. Kwanza mimi kusuka nimejua lini? Au unataka nikukatalie kichwani? Oa, umefuata nini hapa? Wewe, unauliza maswali gani hayo? Wewe hujui kama ana ujauzito wangu huyo? Unasemaje wewe? Tuseme hujanisikia au Kiswahili hujui? Nilisema kuwa sitaki mazoea kufika hapa kwangu. Mbona kwa sio muelewa lakini? Kwanza inabidi uniheshimu. Wewe umekaa naye miaka kibao. Hujafanya chochote cha maana. Mimi usiku mmoja tu mtoto kashaja. Wewe vipi wewe? Acha kuongea na vidume. Unasemaje wewe? Hivyo unanichukuliaje mimi? Nakuchukulia hivyo hivyo. Wewe hata usumbui. Afu mwanangu mimi nachukulia poa, si ndio? Asa leo mimi nitakuonesha kwamba sipendi mazoea ya kipumbavu kwenye nyumba yangu. Umeelewa? Mume wangu usipigane. Mke wangu, niache nimuoneshe kwa sababu watu kama mimi siwapendi kwenye nyumba yangu. Mazoea sitaki ya kipumbavu na mke wangu. Mbona kwa sio umeelewa lakini? Oa, naomba utoke. Stoki. Siendi kokote. Huyu ni mama kijacho. Na mimba yangu mimi. Afu usumbui. Unajua mimi mtu mbaya, usinichukulie poa poa mwanangu.
Kwa hiyo mwanangu ukaita vichips vimandazi na chikomi barida, si ndio? Kwamba unaniweza. Mwanangu katika mtaa wote hakuna mtu ambaye ananiweza mimi. Sipendi mazoea na mke wangu. Bora ucheze na mimi, umeelewa mwanangu? Naomba toke. Hivi unajisikia unachokiongea kweli? Asiongee mara mbili, naomba toke kwangu. Aya, ongea hiyo ya pili. Mke wangu, niruhusu nimpige kwanza. Mke wangu John shika. Wewe utakuja nikuue wewe mpumbavu. Amanda nilimwona hapa na kuna kitu kabisa niliona ameweka, lakini kila nikiangaza hicho kitu sikioni. Huyu mtoto siku hizi ana tabia gani? Na hapa ndipo napoweka silaha zangu zote, au kameshaanza kunishtukia nini? Maana siku hizi kamebadilika, ni sikaelewi kabisa katoto. Lakini mbona kila nikizunguka sioni chochote hapa? Aliweka nini huyu mtoto hapa? We mama mbaya, unafanya nini hapo baba anapopita? We mtoto wewe, we kama nani unaniuliza maswali yao? Mimi mtu mzima. Kwa hiyo nataka nifanye nini? Wewe unahisi mimi hapa nafanya kitu gani? Wewe mtoto, mbona una adabu wewe? Una shida gani wewe? Afu wewe siku hizo una tabia za kichawi umndani, sikuelewi kabisa. Hapo getini anapita babangu, usifanye kitu kibaya. Ba mdogo, hii siri tumeshakaa nayo muda mrefu sana. Mimi naona sasa hivi ndio muda sahihi wa kumwambia kaka Twizi ukweli wa kila kitu kinachoendelea. Hapana, mapema sana. Hatuwezi kukurupuka kiasi hicho. Nadhani unatambua fika hali aliyokuwa nayo Twizi sasa hivi. Yupo katika hard time sana. Sasa tukimwongezea na mzigo mwingine tutamvuruga kabisa. Mimi nadhani tuendelee kuvuta subira. Subira yavuta heri siku zote. Tusikurupuke. Sio kama umenielewa. Kama tumeweza kukaa nayo siri muda mrefu, au sio? Tunashindwa nini kusubiri muda mfupi hapa? Tutumie akili. Tusikurupuke. Tunaweza tukakurupuka ndo tukatumia badanga kabisa ya. Badala kujenga tukatumebomoa. Sio kama umenielewa binti yangu. Sawa baba, nimekuelewa. Lakini mimi nikimtazama kaka Twizi kwa sasa, nazidi kumwonea huruma. Ba mdogo, mimi naona ni sawa tu tumwambie. Unajua ni muda mrefu kaka hajui, alafu unajua ile ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo tukimwambia anaweza akapata njia nzuri ya kumaliza hili swala. Nisikilize mimi. Sidhani hicho unachokiongea kinaweza kuwa dawa. Sijui kama umenielewa. Acha nikwambie kitu kimoja binti yangu. Siku zote donda la kichwa mkaguzi wa mkono. Huwezi kutoa macho yaje atazame kisogoni au kichwani. Haiwezekani hata siku moja. Sijui kama umenielewa. Naomba utulize pressure yako, tuliza hofu. Tumia vitu kwa akili, tusikurupuke kwa miemko. Tunaweza tukamwambia ndo kwa tumeharibu kabisa. Kwa tumevuruga mambo yote kabisa. Na hisi kwamba utakuwa umenielewa vizuri. Najua wewe ni binti mwerevu, mweredi, mwenye akili nyingi. Na kuamini sana binti yangu. Kuwa na stamara wajada. Sawa? Wewe hilo livumilie mpaka muda sahihi ambapo utakapofika. Sijui kama umenielewa. Sawa baba, kwa kuwa umesema wewe. Sawa. Nashukuru sana binti yangu. Mimi nadhani tutaonana baadaye. Haya baba. Sawa. Bye. Na haya. Safari njema. Sawa. Hapo getini anapita baba yangu usifanye kitu kibaya. Kwa hiyo umeona mimi hapa nafanya kitu kibaya? Wewe, hebu jishikilie, kuwa na adabu, unanielewa? Naona kumekucha sasa. Yaani hawezi kupita siku bila kugombana na huyu mtoto. Hebu na matatizo gani? Una nini wewe mtu mzima kisheti?
Unanichekesha sana wewe mwanamke. Yaani wewe umeshindwa kumfundisha malezi mazuri mwanao, kuwaheshimu wakubwa waliomzidi, analopoka ovyo, afu unakuja unanipandishia sauti. Hivi unajielewa kweli wewe mwanamke? Yaani wewe na mwanao wote ni wale wale. Wewe una adabu na mwanao hana adabu. Si unanielewa? Sasa kama mimi nimeshindwa kumlea mtoto wangu, sasa naanzaje kukuelewa? Wakati mimi kulea vizuri siwezi. Wewe unayejua kulea vizuri, mwalimu wa watoto. Zaa wa kwako tuige mfano kutoka kwako. Wewe si ndio unajua kulea watoto vizuri? Leta wa kwako umlee vizuri tuchukue mfano. Alafu sikia nikwambie, nimechoka. Yaani nimechoka kuona unapigizana makelele na mtoto wangu. Kitu kimoja ambacho inabidi ufahamu, huyu ni mtoto na atabaki kuwa mtoto. Kwa hiyo hilo bato ambalo nalihamishia kwake, mimi nakuona kama una akili vizuri. Kama yeye ni mwanamke kweli na una uwezo wa kugombana kama unavyomfokea mtoto wangu, uje kwangu. Sitaki masuala ya kugombana na mwanangu. Adela, sitaki. Amanda kama nani? Mimi nigombane na mtoto mdogo kama huyo ananisaidia nini? Mtoto wako ndo hana adabu. Anafika anaanza kukurupukia watu wazima. Mfundishe malezi bora mwanao. Sio unanielewa? Alafu nisikilize msichana. Usinifokee ingali upo kwangu. Sio unanielewa? Iko hivi. Nishakwambia na nishakupa onyo. Na labda tu nikukumbushe, ili ndo litakuwa onyo langu la mwisho kwako. Nikukute unagombana na mtoto wangu. Mwenye macho ataona, mwenye masikio atasikia. Wewe kama nani unanipa mimi onyo? Baba, 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 kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua haisome kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muonekano, mtajidanganya sometime.